Mtumishi Howard Mayemba, HMTV. Subscribe, share and comment this channel. Amen. Ukiona wewe ni mtu wa kufuatilia chochote kile, wa kuangazia chochote kile katika mitandao ya kijamii, unaweka MB zako, unaweka kifurushi chako, unafuatilia chochote kile, huna la kufanya kwenye mitandao ya kijamii, bado hujautumia muda wako vizuri na bado hujaukomboa wakati wako vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Niwasalimu katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Ni yule mwalimu wako wa neno la Mungu, mwite mtumishi Howard Mayemba kutoka Njombe, Tanzania, ambaye amekuwa akikuletea injili za mabadiliko katika nyakati hizi za mwisho. Na siku ya leo tutakwenda kuangazia somo letu ambalo linazungumza kwa habari ya siri iliyofichwa katikati ya muda au wakati. Siri iliyofichwa katikati ya muda au wakati. Watu wa Mungu, nataka tuangazie kwa fupi maandiko matakatifu, na somo letu tutalenga zaidi katika kile kitabu cha Mhubiri sura ile ya 3 mstari ule wa kwanza peke yake, lakini kwa manufaa zaidi unaweza ukaenda mpaka ule mstari wa 15. Mhubiri sura ile ya 3 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema hivi, tasoma kama lilivyohifadhiwa: kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo kuna wakati, kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi la Mungu. Hili ndilo andiko kuu la somo letu linalohusu siri iliyofichwa katikati ya muda au wakati. Watu wa Mungu, watu wengi wanashindwa kuelewa Mungu anavyofanya kazi katika maisha kwa sababu hawaelewi kanuni ya muda. Watu wengi hushindwa kuelewa jinsi Mungu anavyofanya kazi kwa sababu hawaelewi kanuni ya muda, yani time au majira au season. Kwa hiyo leo tutaangazia majira mbalimbali ambayo Mungu anaweza akasema na watu kwa ajili ya manufaa ya watu. Kuna mambo ambayo Mungu anakusudia katika maisha yako, lakini hayaonekani kutimia kwa nje au kwa wakati ule ambao wewe umeupanga. Ndani ya kila wakati kuna siri iliyofichwa. Ndani ya kila muda, ndani ya kila wakati, majira, kuna siri iliyofichwa. Kuna kitu kimewekwa ndani yake. Kwa hiyo kwa bahati mbaya, si kila mtu anaona na kuifahamu hiyo issue. Si kila mtu anafahamu hii topic, au si kila mtu anayefahamu hii siri iliyofichwa katikati ya wakati. Kwa hiyo kuna mambo ambayo Mungu ameyaweka kwa majira na wasaa juu ya maisha yako. Lakini si wote ambao wanafahamu haya mambo, na si wote ambao wanafahamu ya kwamba Mungu amekusudia nini katika maisha yao. Mpendwa wangu mtazamaji, mpendwa wangu msikilizaji, nataka tuelezane leo kwamba Biblia inafundisha kwamba Mungu ni wa wakati. Mungu ni wa wakati. Mungu anatenda jambo lake kwa wakati. Amesema sikawi wala siwai, bali ninajibu kwa wakati uliokusudiwa, kwa wakati ulio tayari, kwa majira ambayo yamekubaliwa. Kwa hiyo kumbuka, kama amezungumza katika kitabu cha Mhubiri kile kwamba kuna wakati wa kulima, kuna wakati wa kupanda. Kuna watu maombi yenu hayajibiwi kwa sababu ya wakati bado haujafika. Kwa hiyo leo tutaangazia hii siri ya wakati, kwamba wakati au muda au season au time in English. What do you mean? Au inamaanisha nini? Kwamba Biblia inafundisha kwamba Mungu ni wa wakati. Hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya. No, hakuna. Nataka nikuhakikishie kwamba hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya. Kila kitu kinachotokea chini ya jua kimepangwa kwa wakati na kusudi sahihi, na watu sahihi na mahali sahihi. Ukiona wewe ni mtu ambaye unaingia katika mitandao ya kijamii, unamfuatilia kila mtu, kila kitu, au huna cha kufuatilia zaidi tu unaingia kwa ajili ya entertainment na mambo mengine ambayo sasa unafuatilia yoyote yale, wewe hujafahamu siri ya wakati, hujafahamu kusudi la Mungu katika maisha yako.
Ndugu yangu, nataka nikueleze kwamba memory yako au ukuaji wako wa kiroho unatakiwa uendane na mabadiliko katika mambo ya kimwili. Updation. Nasema update. Sasa hii tutazungumza kwamba ni updation. Sasa updation ni system ya kuupdate, ni issue ya kubadilisha, ni issue ya kujaribu kuendana na mazingira, kuendana na wakati. Watu wa Mungu, kuna wakati fulani inaweza kafika ukaona kama una watu katika simu yako ambao umewasave lakini hawana msaada wote ule. Sasa unapofanya updation, unatakiwa uwaondoe hao na kuwaleta watu sahihi katika maisha yako ambao watasaidia kusudi la Mungu liendane sawa na maisha yako. Mtu wa Mungu, Biblia inafundisha kwamba wakati ni muda uliokubalika kwa ajili ya kufanyika jambo fulani kwa wakati na mazingira yaliyo sahihi. Kwa hiyo Mungu hufanya kazi kwa muda wake, si wa mwanadamu. Sasa definition hapa kwamba Mungu kumbe ana utaratibu wa kufanya kazi kwa muda wake. Ndio maana nasema hajibu, hawai wala hakawi, bali anajibu kwa wakati. Na mtumishi mmoja katika Biblia amesema ya kwamba saa ya wokovu ndio sasa. Kwa hiyo huyu Mungu anajibu sawa sawa na wakati wa mtu, sawa sawa na mazingira ambayo yeye Mungu ataona ya kwamba yanafaa. Na nimeweka andiko hapa, Mhubiri sura ya 3 mstari wa 11 kwamba kila mtu amefanya kizuri kwa wakati wake, tena ameutia ule moyo wa milele ndani yake, ipasayo mwanadamu kuweza kufahamu kazi hiyo Mungu anaifanya tangu mwanzo hata mwisho. Yani kila mtu amefanya kizuri kwa wakati wake. Kila kitu amekifanya Mungu kizuri kwa wakati wake. Manake vitu vyote ni vizuri kwa wakati wake. Kwa mfano, nikienda kinyume na Mungu, nikienda kwa wakati ambao sio wakati wa Mungu, sio kusudi la Mungu, kitaonekana kibaya tu. Lakini nikisubiri wakati wa Mungu au neema ya Mungu ifike, kile kitu kitaonekana kizuri ndani yangu na kitaleta manufaa kwa jamii na kanisa kwa ujumla. Kwa hiyo kila kitu, Mhubiri sura ya 3 mstari wa 11, kila kitu amekifanya huyu Mungu kwamba kizuri kwa wakati wake, tena ameutia ule moyo wa milele ndani yao, ili pasipo mwanadamu kuweza kufahamu kazi hiyo ya Mungu anayofanya tangu mwanzo wa mwisho. Kwa hiyo hii siri iliyofichwa ndani ya wakati kwamba haifahamiki na wanadamu wala na malaika, bali anayefahamu ni Mungu tu. Mungu anaweza akawa amekusudia ndani ya maisha yako kwamba kukuinua tena. Mungu anaweza akawa amekusudia ndani ya maisha yako kwamba kukupa mtoto. Mungu anakuwa amekusudia ndani ya maisha yako kwamba kufaulu masomo. Mungu anakuwa amekusudia ndani ya maisha yako biashara yako ikae vizuri. Mungu anakuwa amekusudia ndani ya maisha yako ndoa yako ikae vizuri. Mungu anakuwa amekusudia ndani ya maisha yako huduma yako ikae vizuri. Kwa hiyo anakuwa ameficha ndani ya wakati ambao huu wakati ndio unaozungumziwa kwamba kila jambo na wakati wake, kila jambo na majira yake, kila jambo lina wakati na wasaa wake. Kwa hiyo hii siri iliyofichwa katikati ya wakati aijuaye ni Mungu pekee. Kwa hiyo watu wa Mungu, nini cha kujifunza? Kwamba Mungu ana wakati wake. Wakati wengine tunafikiri kwamba amekawia, maisha yetu hayaendi kasi kama matamanio ya mioyo yetu, lakini kwa macho ya Mungu mambo yapo katika mpangilio. Mungu ameweka mambo yake katika mpangilio juu ya maisha yetu. Si kwamba amekusahau, si kwamba Mungu amekusahau, si kwamba Mungu hayaoni mateso unayopitia, si kwamba Mungu haoni hizo adha na shida ambazo unapitia. Hapana, bali Mungu anaziona, lakini ameweka wakati sahihi ambao ukiponywa unaponywa na unakuwa huru kweli kweli. Kwa hiyo anaendelea kusema kwamba lakini kwa macho ya mwanadamu mambo hayo yako katika mpangilio sahihi kabisa. Kitu kinapokuwa nje na wakati wake huwa hakileti matunda sahihi. Kitu kinapokuwa nje na wakati wake, kitu kinapokuwa nje na majira yake, kitu kinapokuwa nje na mipango ya Mungu huwa hakiendi sawa sawa. Kwa hiyo kitu kinapokuwa nje na wakati wake huwa hakileti matunda sahihi. Kwa mfano, tunda likichumwa kabla ya kuiva, ili tunda likichumwa kabla ya kuiva, nini kuwa kinafuata? Ladha yake inakuwa ni chungu, lakini tunda lile ni tamu. Ukichuma limao la kawaida tu, ukilichuma lile limao na tuchukulie chungwa au embe,
Lile embe likichumwa kabla ya wakati wake, wakati wa kukomaa bado, huwa linakuwa chungu, lakini likishaiva linakuwa na ladha nzuri, linakuwa na utamu. Ndivyo ilivyokuwa kwa Mungu wetu, kwamba huyu Mungu anajibu mambo yetu kwa wakati ulio sahihi, wakati uliokusudiwa, wakati uliokubalika. Kwa hiyo mvua ikinyesha kabla ya wakati wake inaweza ikaleta madhara. Kwa hiyo mvua ikinyesha kabla ya wakati wake inaweza kuharibu badala ya kubariki. Tunafahamu kabisa mvua ni baraka, lakini vipi ikinyesha wakati wa mavuno yamekomaa? Mazao yataharibika na inaweza ikawa laana, inaweza ikafanyika uharibifu. Kwa hiyo neno la Mungu linapozungumza kwamba kila jambo na wakati wake, kwamba hata matunda yenyewe ukichuma wakati bado hayajakomaa huwa yanakuwa na ladha mbaya badala ya kuwa na ladha tamu. Lakini pia mvua ikinyesha kabla ya wakati wake huwa kuna madhara yanavyotokea. Kwa hiyo vivyo vivyo baraka zetu au wito wetu, hata mafanikio yetu yakija kabla ya wakati uliopangwa na Mungu vinaweza kusababisha madhara makubwa sana. Wito wetu, mafanikio yetu, baraka zetu zikija kabla ya wakati ambao Mungu amekusudia vinaweza vikawa na madhara makubwa sana katika maisha yetu ya kiroho, kimwili, kiuchumi na kitamaduni na kijamii pia. Kwa hiyo watu wa Mungu, nataka tuende vizuri kabisa kwenye hili somo la wakati ili ujifunze mambo mengi zaidi. Kuna siri katika kila majira. Katika kila majira kuna siri. Kuna majira tofauti ambayo tunayapitia katika maisha yetu ya kila siku. Yako majira tofauti ambayo lazima tuyavuke katika maisha yetu ya kila siku. Yako majira ambayo wakati mwingine ni magumu, wakati mwingine vipindi ni vigumu. Kwa mfano, kuna majira ya furaha sana, watu wanafunga harusi, watu wanasherehekea birthday, watu wanafurahi baada ya kufaulu masomo, watu wanapongezana baada ya kufanya vizuri kazini, vyeo vinavyopanda, utukufu unavyopanda katika huduma ya mtu. Kwa hiyo na mambo mengi. Huo ni wakati wa furaha. Lakini pia kuna majira ya huzuni, wakati wa misiba, wakati watu wameachwa, wakati wanapitia katika magonjwa, wakati wanapitia katika shida na adha mbalimbali. Hicho ni kipindi ambacho ni wakati wa huzuni sana. Watu wanahuzunika, watu wanalia, watu wanajaribu kumtafuta huyu Mungu. Wanasema, Mungu, mbona umeniacha? Mungu. Ni majira ya maumivu ndani ya watu. Pale ambapo matatizo yanaongezeka katika maisha yetu, pale ambapo unatafuta suluhisho lakini unalikosa kwa sababu sio wakati sahihi uliokubalika na huyu Mungu. Lakini kuna majira ya kupanda mbegu. Kuna majira ya kupanda mbegu. Wakulima wakati wa kupanda mbegu, mvua zimenyesha, wanapanda mbegu kwa ajili ya kupata mavuno. Lakini kuna majira ya kuvuna baraka na mambo kadha wa kadha. Lakini kuna majira ya kupoteza. Kuna majira ya kupoteza. Watu wanapoteza vitu kadha wa kadha, wanapoteza mali, wanapoteza huduma, wanapoteza waumini, wanapoteza biashara, fedha zinapotea. Yani changamoto tu katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo ni vipindi na majira ambayo Mungu ameweka ili yakusudiwe, ili yawe sahihi katika huyu mwanadamu. Kwa hiyo neno la Mungu linasema majira ya kupokea pia. Yako majira ya kupokea, mtu wa Mungu. Kuna majira ya kusubiri na majira ya kupokea. Yako majira ya kupokea. Kwa hiyo haya mambo yakichanganywa huwa yanaleta adha, yanaleta matatizo. Lakini kuna majira ya kunyamaza. Sio majira yote ya kusema. Tunaona hata sisi watumishi wa Mungu katika mitandao ya kijamii, si majira yote tutasema. Kuna majira mengine tunanyamaza. Na ukichanganya tu haya majira, ukichanganya tu huu muda au wakati, unaweza ukaleta uharibifu ndani ya maisha yako. Lakini kuna majira ya kusema. Kuna majira ya kusema. Mtumishi wa Mungu aliandika kile kitabu cha Isaya. Yaani nabii Isaya anazungumza katika neno lile kwamba piga kelele usiache, waambie watu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao au uovu wao. Kwa hiyo kuna majira Isaya alisema, lakini kuna majira ambayo alitakiwa anyamaze. Kwa hiyo ili baraka za Mungu au kusudio la Mungu lipate kudhihirika na kukamilika ndani ya mwanadamu. Lakini ndani ya kila majira haya kuna mafundisho, kuna mafunuo na kuna siri kubwa iliyojificha ndani ya hayo mambo. Kuna siri kubwa iliyojificha katika majira yote ambayo mwanadamu anapitia katika kipindi cha maisha ya mwanadamu. Tangu anazaliwa, anakuwa mtu mzima, anazeeka,
mwisho wa siku anakufa. Ni majira au vipindi ambavyo mwanadamu anapitia, na katika hivyo vipindi si vipindi tu ambavyo vinasimama peke yake. Ndani yake kuna baraka, ndani yake kuna kupoteza, ndani yake kuna huzuni, ndani yake kuna furaha na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo hizo ndizo siri zilizojificha ndani ya wakati. Mfano tutazungumza katika wakati wa Musa. Alitengwa na familia yake akiwa mtoto. Alitengwa Musa na familia yake. Akalelewa kama mfalme, lakini baadaye akaishia kuwa mchunga kondoo jangwani. Akaishi kuwa mchunga kondoo jangwani kwa miaka 40. Katika kipindi hiki cha upweke na giza ndipo sauti ya Mungu ikamjia kwa nguvu. Siri ya wito wake haikuonekana wakati wa utukufu, yani alipokuwa mfalme, wakati wa kifalme, bali ilionekana wakati wa upweke, wakati wa shida, wakati wa matatizo. Ndipo siri iliyofichwa juu ya utumishi wake, juu ya maisha yake, juu ya wito wake ilionekana katika kipindi hicho. Kwa hiyo mtu wa Mungu, naweza kujiuliza swali hapa, je, unaelewa nini? Unaelewa nini? Unaelewa nini? Swali, je, unaelewa nini? Nini Mungu anafundisha katika majira yaliyopo sasa? Je, unatafuta siri au unalalamika? Unaelewa nini? Tafakari hili swali. Unaelewa nini katika majira uliopo sasa? Mungu anapofundisha kwa majira uliopo, kwa sababu kila majira ni fundisho. Majira ya furaha ni fundisho, majira ya huzuni ni fundisho. Je, unatafuta hiyo siri iliyojificha ndani yake, au wewe ni mtu wa kulalamika, au wewe ni mtu wa kulia sana, Mungu wangu, Mungu mbona umeniacha? Mungu, Mola. Wakati mwingine ni kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu, je, umekusudia nini katika kunifundisha hili jambo? Wako watumishi wa Mungu ambao wamekuwa wakipiga tu kelele, wakiongea tu, lakini kumbe Mungu anakuwa anakusudia kuwafundisha mambo fulani. Kwa hiyo kipindi ambacho mtu anapita ndipo anapopokea mafundisho. Na wengi sana wamebadilishwa katika kipindi cha changamoto. Walipopitia katika changamoto, walipokwenda magerezani, walipokwenda katika vizuizi mbalimbali, mwisho wa siku Mungu akawafundisha na wakawa tofauti na jamii ilivyowachukulia, wakawa tofauti na ulimwengu ulivyowachukulia. Kwa hiyo hawa watu walipita katika vipindi vigumu, walipita katika vipindi vya changamoto, kama mtumishi wa Mungu Musa alipopita katika vipindi vya changamoto, ndipo Mungu akasema naye, ndipo Mungu akajidhihirisha. Msome nabii Elia, alipita katika vipindi vya changamoto, ndipo Mungu akajidhihirisha. Msome Ayubu pia, msome hata Isaya, Ibrahim pia, katika kipindi cha changamoto, wakati kipindi cha huzuni, anachoambiwa mtoe mwana wako awe sadaka ya kuteketezwa, ndipo Mungu anapokuja kusema naye. Alitafuta siri ya Mungu, kwamba Mungu ulikuwa na kusudi gani juu ya maisha haya? Je, Mungu ulikuwa umedhamiria nini juu ya maisha ya huyu mpendwa? Je, Mungu katika maisha yangu umedhamiria nini katika kipindi hiki ambacho ninapita? Kwa hiyo ni nguvu ya wakati iliyofichwa wakati wa majira. Ni siri hiyo imefichwa. Kwa hiyo inahitaji wenye uelevu sana wa kufikiri, wale wenye intellectual, yani wenye thinking capacity kubwa ya kufikiri kwa kina na kutambua kwamba majira wanayopitia, je, Mungu amekusudia nini? Na Mungu anataka wale mashujaa ambao katika kipindi kigumu bado watakiri, bado watamwambia Mungu yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo huyu Mungu anatafuta wale watu ambao ni thinking capacity, yani akili ya kufikiri ni kubwa sana, ambayo sasa katika kipindi cha huzuni wao watamwambia Mungu, je, umekusudia kunifundisha nini? Je, kuna siri gani iliyoko hapa? Watangangana kutafuta siri iliyojificha ndani ya nini? Ndani ya wakati au muda huo. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Siri iliyofichwa, the hidden season. Siri iliyofichwa katikati ya muda. Isaya 49:2. Nataka tuangazie hapa siri iliyofichwa. Isaya 49:2, maneno ya Mungu yanazungumza hivi. Isaya 49:2, maneno ya Mungu yanasema hivi: naye ananifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali, katika kivuli cha mkono wake amenisitiri. Naye amenifanya kuwa mshale uliosuguliwa, katika podo lake amenificha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani anasema naye amenifanyia kinywa changu makali kama upanga, amenificha katika kivuli cha mkono wake, amenifanya
amenifanya mshale uliosuguliwa, akanificha katika podo. Podo ni kile kifaa cha kuhifadhia mishale. Kwa hiyo mshale umenolewa na ukawekwa kwa ajili ya matumizi ya wakati huo. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu huficha watu wake kwa makusudi. Wakati mwingine Mungu anaweza kusema nyamaza sasa, kwa kusudi. Si kila mtu anayenyamaza ni mjinga, si kila mtu anayetulia ni mjinga, si kila mtu anayesema ni mjinga. Mungu anakuwa amekusudia. Kwa hiyo Mungu anaweza kuficha huduma yako au kipawa chako, hata mafanikio yako kwa muda mrefu fulani, si kwa sababu hakupendi, bali anakutayarishia utukufu ulio mbele yako. Huu ndio wakati wa Bwana. Huu ndio wakati wa Bwana. Na huu ndio wakati wa kujifunza. Kwa hiyo Mungu anaweza kaficha kitu. Anaweza kaficha sasa na Isaya 49 mstari wa 2 ule. Anasema kwamba ameficha ule mshale katika podo, katika kifaa cha kuhifadhia mishale, lakini umenolewa vizuri, ameuficha. Ndio wakati ambao anasema kwamba anakutayarisha kwa utukufu ulio mbele yako. Huu ndio wakati wa kujifunza zaidi. Huu ndio wakati wa kumtafuta Mungu, na huu ndio wakati wa kukua kiroho. Huu ndio wakati wa kukua kiroho. Kukua kiroho. Pia ndio wakati wa kutakaswa, lakini ndio wakati wa kutengenezwa tabia. Tabia huwa inatengenezwa, tabia huwa inatafutwa, tabia huwa inafanywa. Kwa hiyo huu ndio wakati ambao wa kutafuta kutengenezwa tabia. Kwa sababu wokovu hauji na mabadiliko ya tabia hapo hapo, bali mabadiliko ya tabia ni process, ni hatua kwa hatua. Kwa hiyo Mungu anapokuficha hata tunapoisikia sauti ya Bwana. Lakini huu ndio wakati wa kupokea ufunuo mpya. Ndio wakati wa kupokea ufunuo mpya. Kwa hiyo watu wa Mungu, Mungu anapojaribu kukutengeneza huwa anakuficha na kunoa. Then anakuleta watu wanasema huyu ni Bwana. Wanakuleta wanasema huyu ni Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mazingira ambayo huyu Mungu anakuwa ameamua kuyatengeneza katika maisha yako. Kwa sababu ya mazingira Mungu ambaye anataka udhihirisho upate kuonekana juu ya maisha yako. Kwa hiyo usione aibu kufichwa. Mtu wa maana hufichwa kabla ya kutangazwa. Hata mfalme huwa anafichwa kabla ya kutangazwa. Wazee wetu wa zamani, wakati bibi harusi alipokuwa akiandaliwa kwenda kwa mumeo, walikuwa anamficha wiki 2 wiki 3, anakaa ndani, hafanyi kazi yoyote. Anafichwa. Kwa hiyo mtu wa maana, mtu mwenye busara, mtu mwenye msingi huwa anafichwa. Ananyamazishwa, anyamaze ili atakapoibuka, aibuke akiwa na kasi na nguvu ya ajabu sana. Mtu wa maana huwa anafichwa. Mfalme kabla ya kutangazwa huwa anafichwa katika maandiko. Mtu ananolewa kwanza chini, atakapokuja kuibuka na ibuka mpaka unashangaa kwamba huyu mtu ni kwa namna gani hii? Ni kwa namna gani hii mtu ameibuka namna hii? Msome mtumishi wa Mungu Daudi. Daudi alifichwa, lakini alipokuja kuinuka akaja kuinuka kama mfalme mwenye nguvu sana. Tutagazia kidogo kwa habari ya mfano wa siri iliyofichwa. Wagalatia sura ile ya 4 mstari ule wa 4. Wagalatia sura ile ya 4 mstari ule wa 4. Lakini ulipotimia maneno ya Mungu yanasema, lakini ulipotimia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe aliyezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Lakini ulipotimia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae aliyezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Yesu alikuja duniani si kwa bahati, bali kwa majira mahususi yaliyopangwa tangu mwanzo. Maelfu ya miaka watu walikuwa wakimsubiria huyu Masihi. Kulingana na matazamio yao walifikiri labda atakuja, lakini wakati wa Mungu ulikuwa bado hujafika. Kwa hiyo kwa maelfu ya miaka watu walikuwa wakimsubiri huyu Masihi. Na alipoingia wengi hawakumtambua, kwa sababu wakati wa mwanadamu si wakati wa Mungu. Si wakati wa Mungu. Kwa hiyo wakati wa mwanadamu si wakati wa Mungu. Kwa hiyo kwa nini?
kwa sababu waliangalia muda wao wa kibinadamu. Hawakuelewa siri iliyofichwa katikati ya wakati. Hawakuelewa siri iliyofichwa katikati ya muda, siri iliyoficha within a time and season. Hawakufahamu. They didn't know that. So hata Yesu alikaa kimya kwa miaka 30 kabla ya kuanza huduma yake. Kimya. Ananolewa, anapikwa, anatengenezwa. Wakati wa ukimya huo ndio uliokuwa wakati wa maandalizi. Hapa nafikiri mtazamaji unaanza kunifuatilia vizuri, unaanza kunielewa vizuri. Kwamba huo wakati wa miaka 30 uliofichwa ndio uliokuwa wakati wa maandalizi. Haya maandalizi yaliyofanyika yalikuwa ni maandalizi ya kumfanya huyu Yesu sasa akitoka awe na ubora ulio mkubwa na ajabu. Nimesema kitu kilichoandaliwa vizuri, kitu cha maana huwa kinafichwa kabla, ndipo kinapokuja kuibuka, kinaibuka kikiwa na nguvu na uwezo wa ajabu sana. Kwa hiyo huo wakati wa miaka 30 Yesu alipofichwa ndio uliokuwa wakati wa maandalizi, ndio uliokuwa wakati wa kumwandaa huyu Yesu. Je, unaweza kufahamu? Je, unaweza kuamini Mungu katika kipindi cha kusubiri? Je, unaweza kuamini Mungu katika kipindi cha kusubiri, au unaweza kumwamini Mungu katika kipindi cha kusubiri? Maana ndicho kipindi kilicho kigumu sana, ndicho kipindi kilichokuwa cha ajabu, ndicho kipindi kilichokuwa kigumu sana ambacho Wakristo wanapitia, kipindi cha kusubiri. Unaweza ukawa umeomba sana, hujaona majibu. Unaweza ukawa na wito na huduma, lakini hakuna anayekualika kwenda kuhubiri. Hakuna anayekualika kwenda kwenye semina na vikao mbalimbali, kwa sababu wakati wa Mungu bado haujafika. Unaweza ukawa na ndoto kubwa sana, lakini maisha yako hatua ya mwanzo tu. Maisha yako yakawa ni hatua ya mwanzo tu. Hii ni siri. Wakati wa kusubiri ndio wakati wa ujenzi wa tabia. Wakati wa kusubiri ndio wakati wa ujenzi wa imani. Wakati wa kusubiri ndio wakati wa ujenzi wa utiifu. Wakati wa kusubiri ndio wakati wa ujenzi wa usikivu. Mungu hujenga viongozi katika upweke na si jukwani na sio halaiki. Mungu anajenga viongozi, anajenga watumishi wake katika kipindi cha upweke, wakati wa mazingira yale magumu ndipo anapojenga. Kwa hiyo kipindi cha kutumika ni kutumika tu, lakini kipindi cha kujengwa ndicho kipindi hiki ambacho kanisa, ambacho watumishi wanakuwa wanaandaliwa katika kipindi cha ukimya, ambacho hawatambulikani, ambacho hawatambuliwi, wakati ambao hawatafutu, wakati ambao hata kuhubiri hata kufundisha hawalikwi. Ndicho kipindi ambacho Mungu anajenga. Wakishaanza kutumika, watu wanang'aa kama dhahabu. Biblia inasema kwamba mtu akitaka anasema kwamba ili dhahabu ing'ae, ili dhahabu iwe valuable, yani ili dhahabu iwe na thamani ya kuitwa dhahabu, lazima ipite katika moto, lazima ipite katika kaa la moto, ichomwe vizuri vizuri, ing'ae. Kwa hiyo ndicho kipindi ambacho wanatumishi wa Mungu wanakuwa wanang'arishwa. Ndicho kipindi ambacho maisha yako yanakuwa yanang'arishwa. Kipindi kigumu, kipindi cha kufilisika kwako, ndicho kipindi ambacho Mungu anakuwa ameangazia. Ndicho kipindi ambacho Mungu anakuwa anaangazia baraka juu ya maisha yako. Anakuwa anaangalizia uzima juu ya maisha yako. Anakuwa ameachilia neema ya ajabu juu ya maisha yako. Ndicho kipindi ambacho Mungu anakufundisha utii, usikivu, imani, unakomaa kiimani. Tabia pia unabadilishwa katika kipindi hicho. Hicho chote ni kipindi cha maandalizi. Kwa hiyo Mungu hujenga viongozi katika kipindi cha upweke. Mungu huwatengeneza watumishi wake katika kipindi cha upweke. Kwa hiyo siri yako haipo katika kile unachokiona sasa. Majibu yako hayapo katika kile unachokiona sasa, bali yamefichwa ndani ya wakati. Wale wanaojifunza kusubiri, wale wanaojifunza kusikiliza sauti ya Mungu na kuwa waaminifu katika majira yao yote, hao ndio wanaotambua siri hiyo. Hao ndio wanaotambua siri hiyo iliyofichwa ndani ya wakati. Usilazimishe kila kitu kichomwe kabla ya kuiva.
Usilazimishe kila kitu kichomwe kabla ya kuiva. Wakati utafika. Wakati wa Mungu ni kamili. Siri kubwa ipo ndani ya kusubiri, kuwa tayari na kuelewa kuwa mpango wa Mungu hauwezi kukosea. Mpango wa Mungu hauwezi kukosea. Kwa hiyo siri kubwa ipo katika kusubiri. Basi mtu wa Mungu, kama umesikia maneno haya, naamini utakuwa na uwezo sasa wa kutambua siri iliyofichwa ndani ya wakati. Kila jambo na wakati wake, kila jambo na majira yake. Kuna wakati wa kufurahi, wakati wa kulia, lakini wote umepangwa kwa kusudi la Mungu. Lakini wote umepangwa kwa ajili ya kumtukuza huyu Mungu. Basi Mwenyezi Mungu akubariki sana. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment katika video zangu ili ziweze kuwafikia watu wengi katika dunia hii, ili nao wajifunze somo hili la wakati. Basi tuombe. Bwana Yesu Kristo Mnazareti aliye hai, nifunze kutambua siri zako zilizofichwa katika wakati. Nisisahau majira yoyote unayonipitisha. Nijengee subira, maono na neema ya kutembea ndani ya wakati wako. Naomba unitayarishe katika siri zako na wakati wako uje. Kwa utukufu maishani mwangu, kwa jina la Yesu. Amen. Basi Mwenyezi Mungu akubariki sana. Ninaitwa, na hili somo limeandaliwa na mtumishi wa Mungu Howard Mayemba kutoka huduma ya ukweli wa neno la Mungu, katika siku hii ya Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2025. Nikutakia wakati mwema na baraka za Mungu sasa na hata milele. Ni katika jina lako Yesu Kristo nikiomba na kuamini. Amen. Basi mtu wa Mungu, nikutakie amani ya Kristo Yesu itawale. Amani ya Kristo Yesu ikufunike. Usikose kufuatilia video zangu ambazo zitakuwa zinaachiliwa kila Jumatano na kila Jumamosi katika mitandao yangu yote ya kijamii. Facebook natumia jina la Mtheolojia Howard Mayemba. YouTube natumia jina la mtumishi Howard Mayemba MHMTV. YouTube pia ni mtumishi Howard Mayemba. Basi uwe na wakati mwema. Shalom na Mungu akubariki sana. Amen. Amen.